Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. China yasisitiza kuimarisha ushirikiano na maendeleo ya Asia Pasifiki kama mwenyekiti wa APEC 2026. Watalii wa kimataifa wamiminika China kusherehekea mwaka mpya wa Kichina. China na Kenya zaimarisha uhusiano wa kitamaduni kupitia maadhimisho ya mwaka mpya wa Kichina jijini Nairobi. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. China imetangaza dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kukuza maendeleo ya pamoja katika eneo la Asia Pasifiki, huku ikijiandaa kuwa mwenyeji wa mkutano wa 33 wa viongozi wa kiuchumi wa APEC utakaofanyika Novemba 2026. Simi Wanjala ana maelezo zaidi. Akizungumza katika mahojiano na China Media Group CMG, naibu waziri wa mambo ya nje wa China amesema kuwa China kama mwenyeji wa mkutano huo muhimu wa APEC inalenga kuhimiza umoja, biashara huria na ushirikiano wa vitendo katika eneo la Asia Pasifiki, hususan katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na kisiasa. Mwaka wa 2026 umetangazwa kuwa mwaka wa China wa APEC, ukiwa na kauli mbiu ya kujenga jumuiya ya Asia Pasifiki kwa ustawi wa pamoja. Shughuli za mwaka mzima wa APEC China Year zimeanza rasmi kwa mkutano wa kwanza wa maafisa wakuu na matukio yanayohusiana unaofanyika kuanzia Februari mosi hadi 10 katika mji wa Guangzhou mkoani Guangdong kusini mwa China. Aliongeza kuwa jukumu la China kama mwenyekiti wa APEC 2026 lina uzito mkubwa, si tu kwa APEC bali pia kwa dunia kwa ujumla, hususan wakati ambapo mkutano huo unaangukia sambamba na mwaka wa kwanza wa mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka 5 wa China 2026 hadi 2030. Dunia leo inakabiliwa na mabadiliko na misukosuko, huku machafuko yakiendelea kuongezeka, siasa za upande mmoja na ulinzi wa masoko vikiongezeka, na mfumo wa uchumi na biashara wa kimataifa ukikabiliwa na changamoto kubwa. Eneo la Asia Pasifiki liko katika njia panda na lazima lichague mwelekeo wake, huku ushirikiano wa kimataifa ukiwa katika wakati muhimu wa kuchagua kati ya maendeleo au kuporomoka. Katika muktadha huu, jukumu la China kama mwenyeji wa mkutano wa APEC wa mwaka 2026 lina umuhimu unaozidi APEC yenyewe na hata zaidi ya eneo la Asia Pasifiki. Kwa mujibu wa Ma, uchumi wa China unaendelea kukua kwa udhabiti, ukiwa na muundo ulioboreshwa na vyanzo vipya vya ukuaji, na tayari umevuka thamani ya yuan trilioni 140. Katika kipindi kijacho cha mpango wa miaka 5, China inapanga kuendelea kuimarisha mageuzi ya ndani na kupanua sera ya kufungua uchumi wake kwa dunia nzima. Habari hii inaashiria dhamira ya China kutumia jukwaa la APEC kama nyenzo ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kuchangia udhabiti na ustawi wa uchumi wa dunia. Watalii kutoka mataifa mbalimbali wamekuwa wakimiminika nchini China kushiriki sherehe za mwaka mpya wa Kichina. Jiji la Shanghai linaongoza kwa kuvutia wageni hao, huku likichukua hatua zaidi kuwavutia watalii wengi kimataifa. Hatua hizi pia zinaimarisha nafasi ya Shanghai kama kitovu cha kimataifa cha biashara na matumizi. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Shanghai imeongeza juhudi za kurahisisha utalii wa kuingia nchini China, urejeshaji wa kodi kwa watalii wanapoondoka, pamoja na mifumo ya malipo ya kuvuka mipaka. Hizi ni miongoni mwa hatua zinazolenga kuongeza matumizi ya wageni wa kimataifa. Jiji la Shanghai, ambalo ni kivutio kikubwa kwa wasafiri wa kimataifa, lilirekodi ziara milioni 9.4 za wageni kutoka nje mwaka uliopita. Hii ni ongezeko la takriban 40% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, na pia ni rekodi mpya ya kila mwaka. Ongezeko hili la watalii limechangiwa kwa kiasi kikubwa na kulegezwa kwa masharti ya visa na kurahisishwa kwa safari. Takwimu kutoka idara ya kitaifa ya uhamiaji zinaonyesha kuwa mwaka wa 2025 China ilipanua mpango wa kuingia bila visa kwa raia wa nchi 48. Aidha, idadi ya nchi zinazotoa msamaha wa visa kwa misingi ya makubaliano ya pande mbili iliongezeka hadi 29. From France, Norway, Sweden, from Switzerland, Brazil, Morocco, from Lebanon. Huduma ya kurejesha kodi kwa watalii pia imeongezeka kwa kasi.
Takwimu kutoka huduma ya kodi ya manispaa ya Shanghai zinaonyesha kuwa mnamo mwaka wa 2025 maombi ya kurejeshewa kodi kutoka kwa watalii wa kimataifa yaliongezeka mara 4 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Mauzo na kiasi cha fedha kilichorejeshwa pia yaliongezeka kwa 80%. Sherehe za mwaka mpya wa Kichina wa farasi zimefanyika jijini Nairobi katika mazingira ya furaha na mshikamano, zikiashiria kuendelea kuimarika kwa uhusiano wa kirafiki na kihistoria kati ya Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Watu wa China. Jacob Mogoa alifuatilia hafla hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Hafla hiyo iliwakutanisha viongozi wa serikali, mabalozi, wanadiplomasia, wawakilishi wa sekta ya utamaduni na utalii pamoja na wanajamii kutoka mataifa yote mawili. Akizungumza katika sherehe hizo, Mheshimiwa Balozi wa Jamhuri ya Watu wa China nchini Kenya alisema sikukuu hiyo ni alama ya umoja wa familia, matumaini mapya, alama na ustawi wa pamoja. Alibainisha kuwa mwaka wa farasi unaashiria nguvu, maendeleo na azma ya kusonga mbele, huku akisisitiza kwa kutambuliwa kwa sikukuu hiyo na UNESCO kama urithi wa kitamaduni usioonekana wa binadamu mwezi Disemba mwaka 2024 ni ushahidi wa thamani yake ya kimataifa katika kukuza maelewano ya kibinadamu. Mheshimiwa Balozi aliongeza kuwa ushirikiano kati ya Kenya na China unaendelea kukua chini ya mfumo wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, yani FOCAC, hususan katika nyanja za utamaduni, elimu, utalii na mabadilishano ya watu kwa watu, akisisitiza dhamira ya China ya kuendelea kushirikiana na Kenya kwa manufaa ya mataifa yote mawili. On behalf of the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Kenya, I would like to extend my warmest greetings and best wishes to all distinguished guests, for our fellow Chinese in Kenya, and to all Kenyan and international friends who share the love of Chinese culture. The Spring Festival marks the beginning of the Chinese Lunar New Year. It is a time for family reunion, praying for blessings and prosperity, and embracing hope for a brighter future. Sikukuu hii inaakisi kwa kina falsafa ya watu wa China ya kuishi kwa maelewano kati ya binadamu na maumbile, pamoja na kukuza nia njema, mshikamano na urafiki miongoni mwa watu wote. Kwa upande wake, Katibu wa Utalii wa Kenya John Oloitwa alisema sekta ya utalii imeendelea kuwa daraja muhimu la kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na China. Alibainisha kuwa kufikia mwaka wa 2025, Kenya ilipokea zaidi ya watalii wa China 105,000, ikiwa ni idadi iliyoongezeka ikilinganishwa na zaidi ya 90,000 mwaka wa 2024 na 84,000 kabla ya janga la COVID-19. By end of 2025, we had over 105 Chinese tourists who have visited Kenya. And I think the Chinese citizens who are living in Kenya are currently over 60,000, and they are participating in many aspects of the economy in Kenya. But above all, they have been integrated, and I've seen there is a lot of similarity between the Chinese culture and the Kenyan culture. Kwa ujumla, sherehe za mwaka mpya wa Kichina wa farasi jijini Nairobi zilitumika kama jukwaa muhimu la kuimarisha diplomasia ya kitamaduni, kukuza utalii na kuimarisha mshikamano wa watu kwa watu kati ya Kenya na China, huku zikitoa matumaini mapya ya mustakabali wa pamoja wenye amani, maendeleo na ustawi. Sekta ya usafiri wa burudani nchini China inaingia katika awamu mpya ya ukuaji kufuatia hatua za serikali za kuimarisha matumizi ya huduma. Mpango mpya wa Wizara ya Biashara unalenga kuendeleza sekta muhimu kama meli za kitalii na magari ya burudani, huku wadau wakieleza matumaini makubwa kuhusu fursa za soko na ukuaji wa muda mrefu. Ronald Mutie anaripoti hiyo kwa kina.
Viongozi katika sekta ya usafiri wa burudani nchini China wana matumaini kuhusu matarajio ya soko baada ya Wizara ya Biashara kutangaza hatua mpya za kukuza matumizi ya huduma. China pia imetoa mpango wa kazi unaolenga kupanua huduma, kukuza vichocheo vipya vya ukuaji na kuimarisha maendeleo ya ubora wa juu katika sekta hiyo. Miongoni mwa sekta zitakazolengwa ni sekta ya meli za kitalii inayokuwa kwa kasi, huku mpango ukisisitiza kuboresha huduma, kuanzisha aina mpya ya matumizi na kuendeleza huduma za meli za kitalii za kuvutia. Brendan Tansey, mkurugenzi mtendaji wa Viking Cruises China, anasema sera hii mpya ni ishara chanya kwa sekta hiyo. That's hugely encouraging to me. It's probably on the back of the recognition of China meeting this milestone of being the second biggest cruise market in the world, right? And you know, we work very closely with the Hong Kong government and the government here, and those policies are a tailwind. I think the size of the market is the obvious one. If you look at a company like ours, which is tailoring to those highly educated, retired, wealthy individuals, China has a huge market of that specific target audience. Mpango huu pia unalenga kuimarisha ujenzi wa miundombinu ya magari ya burudani pamoja na kuboresha mifumo ya usimamizi na viwanda vya kiufundi. Jiang Shehan, mkurugenzi mkuu wa China Austin, alisema kuanzishwa kwa maeneo mengi ya RV kutanufaisha wazalishaji na sekta nzima ya utalii. In my view, the policies recently issued by the State Council are both crucial and timely. The recreational vehicle, RV industry does not operate in isolation. As China's camping network improves and usage guidelines become clearer, this will not only drive RV sales, but also invigorate cultural and tourism consumption nationwide. Ultimately, the positive impact will extend far beyond companies like ours. Viongozi wawili hao pia walionyesha imani kubwa katika mustakabali wa shughuli zao za kibiashara nchini China. There's a degree of in-depth planning you don't see from other governments. And I think that's a great competitive advantage for China as a nation, and I think it's a great roadmap for businesses to work along with as well. And that's why we feel at ease about investing in China. We see the company quadrupling from where it is now in China by 2030. Yeah, so we see big growth prospects. Ukuaji wa biashara kati ya Afrika na China, ambayo sasa ni miongoni mwa masoko yanayokuwa kwa kasi zaidi kwa kahawa ya Afrika, uliangaziwa katika mkutano na maonyesho ya 22 ya kahawa bora za Afrika yaliyofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Tukio hilo la siku 3 lililofungwa Ijumaa liliwakutanisha wadau wa mnyororo mzima wa thamani wa kahawa, wakiwemo wakulima, wauzaji nje na wanunuzi wa kimataifa, kujadili masuala muhimu kama ubora, uendelevu na upatikanaji wa masoko. Matumizi ya kahawa ya Afrika nchini China yanaongezeka kwa kasi, yakichochewa na mitindo ya maisha ya mijini na kukua kwa utamaduni wa migahawa. Wafanyabiashara wanasema kuwa walaji wa China wanaonyesha upendeleo kwa kahawa maalum, hasa ile ya Ethiopia na Afrika Mashariki, ambayo yanazidi kupata maarufu katika migahawa na maduka ya rejareja. Maonyesho haya yamewezesha ushirikiano kati ya wanunuzi wa China na wauzaji wa Afrika katika maeneo mbalimbali, yakiwemo usafirishaji, kukaanga kahawa na uwekaji chapa. Last year, we have like more than 400 containers from Ethiopia coffee to the China to support the market in China, because everyone knows that the China coffee industry is a bomb there, and more clients, they will pick Ethiopia coffee in their SOE, in their recipe, in their like the signature drink. So more and more people fall in love with the Ethiopia coffee. Ukuaji huu hauishi Ethiopia pekee. Nchi nyingine za Afrika kama Uganda pia zinaongeza mauzo yao ya kahawa kwenda China, yakisaidiwa na juhudi za serikali za kutangaza bidhaa na kuingia moja kwa moja katika soko. The Chinese market is extremely important for Uganda, and actually we are very excited to have our friends from China. They are now taking our coffee. I can tell you that coffee exports to China have increased by 270% in the past 2 years. So Uganda has grown as a very big exporter of coffee to China. And we want this market to grow even further. And government support is there for them. So this is one of our key destinations. In fact, we have our office in China. It's promoting coffee. Wachambuzi walisema kuwa mabadiliko yanayoendelea katika biashara ya kahawa kati ya Afrika na China
yanaashiria mwelekeo mpana wa kiuchumi kuelekea ushirikiano imara wa kusini kwa kusini na kuwapa wazalishaji wa Afrika fursa ya kuiona kahawa kama daraja la kimkakati katika ushirikiano wa kibiashara wa muda mrefu. Teknolojia za kisasa zinabadilisha sekta ya kilimo katika eneo la kiteknolojia la Haidian, Beijing, huku roboti zinazojitegemea na mifumo ya akili bandia zikibadilisha mashamba kuwa vituo vya kisasa vya usahihi na uendelevu. Zakia Pong anatufahamisha zaidi katika sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kutoka roboti zinazojitegemea hadi mifumo mikubwa ya lugha inayoendeshwa na akili bandia, teknolojia za kisasa zinabadilisha mashamba katika eneo la kiteknolojia la Haidian, Beijing, kuwa vituo vya kisasa vya usahihi na uendelevu. Katika shamba linalotumia akili bandia, mboga za majani zinakuwa katika jengo lenye ngazi 19 za teknolojia ya kisasa. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa maabara muhimu ya kilimo chini ya Wizara ya Kilimo na Masuala ya Vijijini ya China, Bwana Wei Lingling, uvunaji hufanyika ngazi kwa ngazi, huku ngazi moja ikivunwa, nyingine ikiandaliwa na kuweka mzunguko kamili. Kwa kuwa kuna ngazi 19, kila moja ina nambari yake ya mfululizo. Hata usambazaji wa virutubisho umeunganishwa kikamilifu. Vifaa maalum vinapima na kufuatilia viwango vya mkusanyiko wa virutubisho. Mfumo wa udhibiti kutoka mbali unakusanya data zote za ukuaji wa mimea kwa wakati halisi na kuonyesha kwenye dashboard kuu kwa ajili ya ufuatiliaji. Kilimo cha kisasa kimeendelea sana ikilinganishwa na kazi za mikono, na sasa ni operesheni ya teknolojia ya juu. Kadiri mchakato ya uzalishaji inavyokuwa wa kidijitali, sekta yote ya kilimo inakumbwa na mabadiliko ya kimfumo. Pia inahitaji akili nyingi, zikiwa ni za kibinadamu na za bandia. Katika hatua ya kihistoria, ofisi ya kilimo na masuala ya vijijini ya eneo mpya la Xiong'an katika mkoa wa Hebei na kampuni ya China Telecom wanashirikiana kuendeleza mashine ya Xongxiaonong, inayomaanisha mkulima mdogo wa Xiong'an, ambayo ni modeli kubwa ya akili bandia ya kwanza nchini China inayolenga kilimo inayoendeshwa na DeepSeek. Ushirika wa kilimo wa familia na wakulima wadogo hadi wakati ndio watakapopewa faida kubwa zaidi na msaidizi huyo wa akili bandia, kwani mara nyingi wanategemea uzoefu binafsi badala ya mifumo ya viwanda. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第一课
我可以坐这儿吗？ Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 和 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 坐 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 请 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 课 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 说 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 对 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. Tafuta. Tafadhali, angalia kwa karibu. Tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na Pinyin. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 对 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个请 Niambie, ipi ni sahihi? 第三个没 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个做 Niambie, ipi ni sahihi?
第三个一， Niambie, ipi ni sahihi? 第一个课。 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Usimtumie vibaya anayekupenda. Usimwambie uko bizi anayekujali, na usimsaliti anayekuamini. Vile vile pia usimsahau anayekujulia hali. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.